Hizi ni ripoti za Sema Africa Media TV na ripoti kutoka uwanja wa Kernada daraja bovu wilaya Magharibi au mkoa wa mjini Magharibi, ambapo moja ya kikundi cha wanamichezo ambao wameamua kuungana na kuimarisha miili yao kwa mazoezi mbalimbali, ikiwa ni moja kati ya kulinda na kutunza afya zao. Haya yameelezwa na kocha msaidizi na katibu wa kikundi hicho, kama hapa wanapoanza kuzungumza. Kwa jina anaitwa Juma Hamisi Sudi, ni kocha msaidizi Al-Watan. Klabu yetu tumeianzisha mwaka 2000 mwaka 2000 tulianzisha klabu yetu. Lengo ni kusanyana hapa kusaidiana kiafya. Kusema ukweli, sisi ni watu ambao tujikusanya hapa kwa ajili ya mazoezi, tukaona afya zetu zinaenda vibaya na hatuwezi kuhimili masuala ya hospitali. Kwa kupunguzia mzigo wa serikali tukaamua kufanya mazoezi. Kusema ukweli, ni watu wa zamani, alhamdulillah mwitikio umekuwa mkubwa na tumetoa baadhi ya vilabu kutoka kwetu kwenda kuunda vilabu vingine. Tumetoa makocha kutengeneza vilabu vingine. Kwa kweli tunashukuru kiasi fulani, hali zetu ziko vizuri, watu wamekubali mwitikio na tunafanya mazoezi kwa pamoja kwa ushirikiano, tunasaidiana mambo mbalimbali kupitia hii mazoezi. Na tumejua na watu tofauti kupitia mazoezi. Kwa kweli na wanasihi ambao hawafanyi labda mazoezi sio uhuni. Uhuni popote ukiamua kufanya. Mazoezi ni kujenga afya, mazoezi ni kujuana na watu, mazoezi ni ushirikiano. Mazoezi ni kitu muhimu sana kusema ukweli. Utaratibu wa kujiunga katika klabu yetu, yupo katibu, ana fomu, anakupa fomu, unaiangalia fomu ile, umeyafiki, unajaza, unamleshia katibu, unampa nini yake, makubaliano yake, unajiunga na klabu. Hatuna masharti makubwa isipokuwa utalazimika tu ukifikia muda kununua jezi, utanunua jezi, michango utachangia. Yaani ile fomu inakueleza masuala yote kuhusu klabu yetu kusema ukweli. Kwa sababu tayari tumekuwa ni klabu kongwe katika vilabu vikongwe na sisi klabu kikongwe kwa ajili ya mazoezi. Hizi faida kubwa sana nimeipata. Kwa sababu nishaenda sehemu tofauti kwa ajili ya mazoezi nilipokuwa na walimu wenzangu. Chatoka out mbali na walimu wenzangu kujua na tofauti. Hata afya yangu naona imeboreka. Hapa mimi nikwambia nina miaka 52, huwezi ukaamini, kutokana na mazoezi. Ukuta wenzangu au ndugu zangu wamenizidi mimi kinani mamvi manini, lakini mazoezi yameniweka vizuri. Kwa hiyo nashukuru nimepata faida nyingi katika mazoezi, hata kusaidiana hapa kukumbana na matatizo tofauti, kwa tukashiriki, kwa vile tumekaa pamoja, tumejenga interest, tunasaidiana. Kwa hiyo si faida ndogo hiyo, michango bana, mwenzetu ana tatizo hili, tunakusanya chochote kile anasaidiwa, inaku help. Changamoto kwa sababu sisi ni binadamu, hakuna mkamilifu, inatokea migongano ya ajabu, lakini kawaida tunajua vitu solve wenyewe tunatengeneza. Alafu vile sisi tunajitegemea sana, alafu ni watu ambao kidogo hali zetu ziko chini. Kwa hiyo changamoto utakuta kuna wengine wanakuja hapa, mwalimu mimi sina jezi, nimeshindwa, kwa sababu kuna wengine ni watoto ambao bado hawawezi kujihudumia. Mwalimu mimi sina jezi na nini, najitahidi kusaidia, lakini changamoto kusema ukweli za wanafunzi wetu wa mazoezi. Lakini tunakabiliana kwa sababu ni binadamu tumeumbwa na akili, tumeumbwa na uelewa, kwa tunasaidiana, tunaenda. Ni changamoto zote hizo, lakini tunazi help wenyewe, tunasaidiana wenyewe kusema ukweli. Wito wangu kwa jamii na serikali, kwanza jamii isituchukulie kwamba sisi ni wahuni. Jamii tuchukulie kwamba sisi ni wana mazoezi, ni watu wazuri tu kwao na kwa watu wengine. Na maoni yetu kwa serikali, ituangalie au ipite kwenye vilabu, angalie changamoto zetu iweze kutusaidia. Sisi tunategemea serikali kuhusu mazoezi, kuhusu michezo, kila kitu tunategemea serikali. Na sema kwa vile tuko ndani hatuonekani, kwa hiyo naamini wewe utakuwa ni mjumbe mzuri kutuwakilisha huko mbele, watuone na sisi wajue tupo sehemu gani na tunahitaji nini. Tunafanya mazoezi kuboresha miili yetu, tuna changamoto nyingi za kimwili, afya, pressure, magoti, kuna watu wana viungo, miguu, mifupa. Hii yote inatokana kukaa nyumbani bila kufanya mazoezi. Na mazoezi ni afya. Tunapokwenda hospitali tunaona changamoto, unaumwa kidogo, tunaona hizo changamoto, madaktari wanatuarifu tufanye mazoezi. Na mazoezi ni kujitolea. Mazoezi yanataka dakika 15 kwa kila mwanadamu, 15 dakika 10, ili mradi mwili uweze kunyosha. Changamoto ambazo tunapitia kufanya mazoezi, kwanza ni sehemu za mazoezi ambazo tunafanyia. Jamii ambayo inatuangalia inatuchukulia vitu vya tofauti, kwa sababu mazoezi tunavyofanya watu jamii nafikiria pengine labda ni uhuni tu. Tunafanya vitu tofauti, tunacheza mipira hapa, lakini wanaweza wakasema wengine hawana kazi, wanapoteza tu muda wao. Lakini sisi ambao tunafanya mazoezi
ndio tunajua nini ambacho tunakipitia na kipi ambacho tunakipata. Kuna watu hapa walikuja wanafanya mazoezi, ilikuwa na kilo 60, wengine kina mama ilikuwa hawezi hata kutembea, lakini kila ambaye anakuja hapa anauona ubora na umuhimu wa kufanya mazoezi. Wito wangu kwa jamii, waache kupotoa umma. Mazoezi unatengeneza afya yako. Mazoezi si uhuni kama vile ambavyo inatafsiriwa na jamii. Mazoezi ukifanya utapata kile ambacho kinahitajika katika mwili wako. Na kila siku hao wanasema mazoezi pengine ni uhuni, wanakwenda hospitali, mtu ana gesi, daktari anakuambia fanya mazoezi, kula matunda fulani ili mradi kupunguza, lakini mwisho wa siku hao ndio wanawaza utofauti wa mazoezi. Kwa upande wao na michezo wa kikundi hicho wameeleza faida na changamoto wanazopitia kama hapa wanapoanza kuzungumza. Nimeamua kuja kujumuika katika klabu hii kwa ajili ya kujifanyia zoezi mimi mwenyewe binafsi kwa ajili ya kujenga mwili wangu, kwa sababu kama tunavyojua mazoezi ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo ni vyema tukafanya mazoezi ili kuweka miili yetu sawa, kwa sababu mazoezi ni jambo mojawapo ambalo linawakinga watu na maradhi, kama vile kuna watu wana maradhi tuseme ya pressure, sukari na mambo mengine. Kwa hiyo unapofanya mazoezi unaujenga mwili wako ule vizuri. Hata hivyo unakuwa si rahisi sana kushambuliwa na maradhi, kwa sababu mwili wako unaupa kinga kutokana na mazoezi ambayo unakuwa unayafanya. Kwa hiyo cha muhimu kwamba nawahamasisha wanajamii na wanawake wenzangu tuungane kwa pamoja kwa ajili ya kufanya mazoezi. Lakini kuna wale watu ambao wanaweka dhana mbaya kwamba wanasema mazoezi ni uhuni, hususan wanaume. Kuna wake zao ambao huwa wanataka kufanya mazoezi ama watoto wao, lakini unakuta wanazuia kwa sababu ya kuwepo na ile dhana ya kwamba mazoezi ni uhuni. Lakini kusema ukweli, mazoezi si uhuni, bali mazoezi ni mazoezi ambapo tunapata kufanya zoezi na kujenga miili yetu vizuri. Wito wangu kwa wanajamii ni kwamba tuwahamasishe watoto wetu, wake zetu, waume zetu, tuungane kwa pamoja kufanya mazoezi. Si lazima sehemu hii, kwa sababu kuna sehemu mbalimbali za kufanya mazoezi. Kwa hiyo ni vyema mtu akatafuta sehemu ya karibu naye au sehemu ambayo yupo na urahisi nayo kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi ili kuweka mwili sawa. Nikiripoti kutoka Daraja Bovu, wilaya Magharibi mkoa mjini Magharibi, ni mimi Abdurrahman Makame wa Sema Africa Media TV.